ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani, na lengo hasa kubwa iliweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu tufike hapa ndani ya viwanja hivi vya shule ya sekondari Kabukundani ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na mfumo wa SCIS. Na kama ambavyo unajua ndugu mpenzi mtazamaji, wiki ni ya pili tuko katika hali ya kufanya mafunzo kupitia shule mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu wa shule za msingi, lakini na walimu wa shule za sekondari kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SCIS. Na kwa kwanza hapa tumefika hapa ndani ya shule ya sekondari Kabukundani kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu wa madarasa, lakini na walimu wenye vitengo tofauti tofauti. Mgeni rasmi ambaye anakwenda kutufungulia mafunzo haya ambayo yanafanyika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani ni afisa elimu wa kata ya Kabukundani, naye tupo naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Kama ambavyo nimekujuza ndugu mpenzi mtazamaji, tumeambatana na mtaalamu ambaye atatupitisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna bora ya kutumia huu mfumo wa SCIS, kuangalia watoto watoro, lakini kuita majina, lakini kuingiza majukumu yao mbalimbali. Nami sambamba twende madarasani tukasikie wawezeshaji ambao tumeambatana nao ambao wanakwenda kuwajengea uwezo walimu wa hapa shule ya sekondari Kabukundani. Karibuni sana, twende tukaone. Sasa kama una stream zaidi ya moja, shaongeza kama taarifa shafu. Ushatengeneza stream ya kwanza, unakuja hapo unatengeneza stream ya pili. Sawa? Ila sisi tutaendelea na ile ambayo tumeshaitengeneza. Lakini wanafunzi hapo wanaona kuna toto ni 77, 47, unmapped ni 40 ngapi? Na 7. Mapped ni 0. Kwa maana tayari hili darasa lina wanafunzi 47 lakini hawajapangwa kwenye darasa husika. Kwa tunaendelea na tuko hapa. Ubaya wa mfumo sasa hivi wewe kuruka kwa pamoja. Nataka uende kazi kwa kazi. Kama sipo skill mbili hapa itafungua pia. Lakini sisi tuna moja. Tumekubaliana kwenye skill moja na kazi mbili. Tutaenda na hiyo mtasai. Sasa hivi akiangalia kwenye mfumo wake tutaonyesha kabisa na darasa ambalo anasimamia. Baada ya hapo kuna hili posta ambayo anajaza mkuu kuonyesha aina ya likizo na lini mtu anapaswa kwenda likizo. Sawa? Pia anajaza mkuu. Kingine kingine ni hiki cha mitihani. Mitihani anajaza mkuu. Lakini tunaona hapa mwalimu wa darasa kuna option pia ya kutengeneza hivi niliuliza mwaka jana sio? Kwa kama nataka niulize matokeo sasa ya first ya kwanza, chagua na kuja muda na andika. Labda hii ni mimi tena. Hapo hivi kitu gani? Sawa. Labda sijaandika na jina test 1 na hii. Sawa. Sababu tumefanya majadiliano. Sasa kuna kipengele cha administration. Huyu ni mwalimu wa darasa. Tunaona kwa na kipengele ni hapa ataona muundo wa staff. Walimu wote waliofanikiwa kuweka jina namba, picha zao zitaonekana. Sawa? Kuna huyu statistics, picha ya kuweka na kitu kingine. Na taarifa zako zote namba ya simu hapa. Hii inaonyesha picha ya staff wote. Sio wanafunzi darasa husika. Naanza na mkuu. Utawala. Sasa kuna ile eneo hapa klasi ni chepuo. Wale
wanafunzi tungekuwa tunawamapa waweka kwenye hili darasa, kija hapa mchepuo inatokea hapa. Ukija ongeza hadi unachagua na mchepuo gani wa sayansi na hati, hii miwili ndio tuko nayo. Kwa tuna sayansi na sanaa, naweka mchepuo yetu. Sasa tunasaini mchepuo kwa watoto wetu, natakiwa uandike hapa mchepuo wako inaleta status. Na hivyo sasa baada ya kuwasaini hawa watoto hakuna kitu ambacho nakipata, sawa? Lakini darasa letu tayari lina mchepuo miwili. Huyu mwalimu wa darasa ameshamaliza majukumu yake, yaani kuwa ameshamaliza majukumu yake mkuu, ameshapanga mwalimu wa darasa, ameshapanga na mchepuo, sawa? Kitu gani tumebakisha kwa mwalimu huyu wa darasa hili la form 4? Ni kupanga wanafunzi. Sisi tupeleke wanafunzi wachache kwenye hili darasa, tupeleke wachache tu. Nabonyeza map, tunachagua orodha ya watoto hapa. Aisha Bakari yuko Kongo. Tukiwa wachache hao wote wapo. Wote wapo. Malizia tu hapo 40. Mmoja anazidi sasa ni nani? Kwa nani? Wewe kwa angalia ambaye hayupo utaniambia sasa huyo si. Na chacha kuongeza hapa tuna mama. Lakini imetokea labda kama hivi umeweka wanafunzi ambaye baadaye humtaki. Nitakuonyesha hapa mapi 42. Kwa unachukua hawa unanyunyiza hapa mapi. Ndio orodha wanafunzi wako wote. Unawatoa. Sawa? Hawa ndio wadogo. Hawana darasa. Waliopo hawa. Kwa labda nimejisahau huyu Aisha, nimeweka kimakosa na kuuliza Aisha. Utaletea hii ni kweli unahitaji utoe? Nimejiridhisha ni kweli na kuuliza yes. Anaondoka. Ukimaliza, yaani chochote unachokifanya ukimaliza unajiridhisha mpaka mwisho. Una cancel tayari wakati hapo nataka nimrudishe na mama. Aisha huyu hapa. Nagusa na mama. Mbona ndio shika mtoto kama unatoa tumemaliza. Sasa tutoke kwenye hii account. Kwenye account ya mkuu majukumu ni mengi. Wewe sorry. Hapo ni kipengele tumesema tena. Tuko kwenye setup of school. Hiki kipengele hiki hapa. Setup of school ambacho kinafunguka hivi. Utachagua level. Level. Utachagua sawa. Unaanza kipengele kimoja, unaanza stream, utatengeneza mkondo na wanafunzi kupanga, utakuja kutengeneza masomo kwa darasa husika. Sawa, masomo kwa jumla, alafu masomo kwa darasa, walimu wanaofundisha masomo na vitu vingine vinavyoendelea. Posta hiyo mkuu ataangalia, anaweza akahariri. Hii taarifa iliyoko hapa manake ni ya mwaka jana. Aliongezeka ya mwaka jana. Kwa hiyo anaweza akahariri. Na
mtihani pia, kama ataona kuna haja ya kutengeneza mtihani ili nimeweka kama sample. Ingawa mchepuo tayari ameshatengeneza mchepuo wetu ya kuonekana na iko active. Yaani pale na message kwa kutokana na darasa usiku. Unaweza ukawa kufuata sita. Yote inaandika. Unataka kufuta unafuta mimi hapa. Kwa mfano mchepuo hutaki uwe active kwamba mwalimu wa darasa aone. Unafanya hivi. Na mfumo. Hawezi akaona mchepuo na akasaini watoto kwenye mchepuo mzima. Mahitaji ya uone na ufungua. Mpaka hapo mahali tunaweza kusajili marafiki ambao tunafahamu tena tena. Anayefanya hivi ni mkuu. Ile akaunti ya mkuu hiyo. Pia kumfua kama darasa la mfano. Na kipengele tulikuwa tunaangalia nacho ni setup. Sasa kuna hiki manage student tulisema ni mkuu atasajili, atahamisha. Mwalimu wa darasa atashauri nani wa kumtoa kwa maana yake. Haina ngoma sasa. Kwa maana mtu anakuja kwa kaunti ya leo sasa. Ile hapo kwenye transfer ni mwisho wa darasa. Mtoto amehamisha kwenye premise. Uzuri wa mfumo unachofanya kwenye premise. Ukija ukisynchronize taarifa zinakuja. Kwamba huyo amehama. Na hizi nyingine ni menu za mkuu ambazo sisi kidogo hatuna kazi nazo, sawa? Tutoke huku tuingie kwenye menu sasa ya mwalimu. Mwalimu wa fedha na mwalimu wa darasa. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya Kapukundani, mimi Chisco wa TRC Tundu TV and NDC.